kuna mtu ana ushuhuda hapa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Tuambie kwa nini una neno la ushuhuda na watoto wa Mungu mbele za Kristo Yesu wakuelewe. Karibu sana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Delfina. Delfina nani? Delfina Noel Swali. Delfina, umeolewa? Ndio. Karibu sana. Unawaambia nini watu wa madhabahu ya Elolam waliotembea siku ya leo katika ibada hii? Mungu wa madhabahu hii anatenda. Mungu wa madhabahu hii anatenda. Mwambie jirani yako Mungu anatenda. Na kama anatenda atatenda kwako tena. Mwambie atatenda kwako tena. Tena atatenda leo, sema amen. Karibu tuambie Mungu amekutendea nini? Namshukuru Mungu sana. Ndio. Nakumbuka kuna siku mzee wa kanisa alisimama akasema tuandike maombi yale ya mwisho wa mwaka kwa ajili ya kuweka agano na Mungu. Mzee wa kanisa alisimama akasema tuandike maombi kwa ajili ya kuweka agano la mwaka mbele za madhabahu ya Mungu aliye hai. Akasema tuende kinabii, kuna 3, 7 na 12. Nakumbuka akasema hizo namba 3, 7 na 12. Ndio, nini kimetokea? Mimi nilichagua 3. Wewe ulichagua 3. Ukaandika mambo 3. Niandika mambo 3. Ulichagua namba 3 ya kinabii. Ndio, Mungu amefanya nini kwa namba 3 ya kinabii? Nashukuru Mungu, niliandika naomba Mungu nipe nyumba. Mungu cha kwanza anambia Mungu akupe nyumba. Mungu nipe nyumba na hiyo nyumba unipe. Sikae mbali na madhabahu ya Elolam. Sikae mbali na madhabahu ya Elolam. Ndio. Namshukuru Mungu, kabla hata sijaleta sadaka na yale maombi Mungu akanijibu. Mungu akajibu. Ulipotia nia Mungu akajibu. Akakupa nyumba karibu na madhabahu ya Elolam. Amenipa nyumba. Namshukuru Mungu sana na haipo mbali, iko Goba. Iko Goba. Pigia Yesu makofi kwa utukufu wa jina la Yesu aliye hai. Ndio? Namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana. Ombi la kinabii la namba 3 limeanza kufanya kazi. Fanya kazi kwangu. Una ushuhuda gani wa kuambia hawa watu? Yaani Mungu wa hii madhabahu hajawahi kuniacha. Hajawahi kukuacha. Toka nifike mahali hapa najuta kwa nini nilichelewa. Unajuta kwa nini umechelewa? Waambie hawa, waambie wakuelewe. Kuna mtu mwingine aliyeshika hayo mambo ya kinabii, alishika hizo namba za kinabii. Ukipinga mzee wa kanisa anaongea mnichukuliane mzee wa kanisa. Pigia Yesu makofi kwa ajili ya mambo ya kinabii kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndio. Hakuna kitu ninachotamani kupata na kosa. Hakuna kitu kinachoomba na kosa. Namshukuru Mungu sana. Hilo tunamshukuru Mungu. Ukianza kuona mambo ambayo yalikuwa magumu kwako yapatikane, unapoingia kwenye uwepo wa Mungu, mambo makubwa mbele yako yanakuja kwa utukufu wa jina la Yesu. Lazima utakuwa wewe kama Mungu alivyokusudia kwa utukufu wa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amen. Nakumbuka mtume ulisema siku moja ukasema, ndio. Ukitoa nabii ukasema utakuwa wa kwanza kweli kuwa tajiri. Ndio. Utakuwa wa kwanza kuwa tajiri kweli. Mimi nilishangaa nikasema mimi kwetu ni katoto ka mwisho. Katoto ka mwisho. Nachenaje kuwapita kaka zangu na waliotangulia mbele zako. Lakini namshukuru Mungu nimekuwa wa kwanza kupata nyumba. Umekuwa wa kwanza kupata nyumba kwa utukufu wa jina la Yesu. Unaanza kuwavuka waliotangulia. Mungu akuongeze na kuzidisha tena kwa jina la Yesu aliye hai. Sema neno la kinabii lazima litimie. Sema kama uliweka agano hapa, wewe tulia. Niko hapa, lazima litimie. Sikutumwa kwa ajili ya bahati mbaya, wala habari ya madhabahu ya Elolam haijawahi kubahatisha neno lolote. Lazima malango yafunuliwe kwa jina la Yesu. Sema funuka leo. Sasa hivi unaishi kwenye nyumba vizuri. Mwezi wa pili. Vizuri kabisa. Sasa hivi unamfurahia Yesu wa Elolam. Kabisa. Yesu wa Elolam unaweza ukamwacha? Hapana. Huyu Mungu niliyemjua unaweza ukamwacha? Unawaambia nini ambao wanatafikiria kumwacha? Nimwacha Mungu mahali hapo napata hasara. Pigia Yesu makofi ya shangwe na utukufu. Amen sana. Binti yangu alikuja akiwa kwa kweli hana mbele. Lakini kuna majira tu nilikuwa nasoma naye, baba, nimetoka sijui nini kinaendelea. Yaani nimekuja sijui ni nini. Nimebeba sijui, naambia tulia na kutengeneza na kufungua na kuelekeza na kufundisha. Ni mnyenyekevu. Na majira huwa anakuja one tunakaa hapo. Tunazungumza na mwelekeza mambo ya kufanya. Namwambia mambo ya kuishi. Namwambia mahali pa kusimamia. Na anataka sasa utamtumikia Mungu kwa amani. Amen. Amina. Mwekee Bwana sadaka yako kwa utukufu wa jina la Yesu. Mungu akubariki na neema ya Kristo Yesu iwe juu yako. Uende na mambo yaliyosalia na Mungu akuongeze. Akupe extra kwa jina la Yesu aliye hai. Na yale hujaomba yatimie kwako kwa utukufu wa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Karibu watu wa Mungu. Hebu yuko kwa kabisa. King
Bali uzima. Naendelea. Karibu sana. Una neno la ushuhuda. Naona umesimama na mama. Nianze mama au anze wewe? Anze mama. Karibu mama. Amen. Kijana wako. Huyu ni mtoto wako. Ukisema kijana wengine waelewe. Ni mtoto wangu. Ni mtoto wako. Karibu sana kwa ajili ya mtoto wako. Ndio. Ni moja ya wahitimu wa form 2 mwaka jana. Ni moja ya wahitimu wa form 2 waliohitimu mwaka jana. Nini Mungu amemfanyia? Namshukuru kwa matokeo jana yametoka. Matokeo jana yametoka. Amepata division 2 ya 18. Division 2 ya 18. Wapigia Yesu kwa shangwe kwa ajili ya watoto wa kinabii kwa utukufu wa jina la Yesu. Amepata division 2 ya 18. Nawaambiaje? Tunataka division 1. Ndio. Kama ni average tunataka A. Ndio. Lakini kwa situation aliyopitia mwanangu, ndio, kipindi cha form 2 kuanzia mwezi wa 5, haikuwa rahisi hata kupata division 2. Haikuwa rahisi hata kupata division 2. Nini kilikuwa kinamtokea? Alipata kitu kama attack. Ndio. Shuleni. Japo mimi najua ilikuwa inaanzia wapi. Ana tabia ya kuota. Akiota kitu kama ni uharibifu unakuwa. Okay. Sasa alipata kitu ya namna hiyo, nisiongelee sana lakini baba alijieleza. Ndio. Akaingia form 2 vizuri na alikuwa tu na matokeo mazuri. Yaani kuanzia darasani ana matokeo mazuri. Tumeenda lakini form 1 mwishoni akaanguka sana. Matokeo yake yakaja akapata kwenye matokeo ya mwisho ya Disemba. Mwezi wa 4 pia matokeo yakawa mabaya. Uongozi wa shule wa academic nikaitwa. Academic akakuita. Nikaitwa kwenye uongozi na pili walikuwa sio niseme nafikiri walikaa kuangalia matokeo ya watoto na Nikini alikuwa ni mmoja wa watoto ambao wameanguka sana. Kwa hiyo nikaitwa shuleni na nikaambiwa matokeo yakiendelea hivi mtoto hataendelea na shule, yani pale nitafutie shule nyingine kwa sababu wameanguka sana. Lakini wakati naongea na huyo academic alitoa Mr. Aswile. Akaniambia makini, sisi tulikaa kama viongozi na ikawa imeshapitishwa kuwa Kina kuna watoto wengine yani kwa mwezi wa 6 wasije shule, yani wahamishwe shule. Lakini sasa kwenye swala la Kina kama lilipata upingamizi, kuna walimu wakawa wanasimama kumtetea, wakawa wanasema matokeo ya huyu mtoto hayakuwa mabaya bali, lakini pia tuangalie nini kilichomwangusha hivi. Kwa hiyo akaanza kuuliza walimu mmoja wao kwa wao, wanaulizana wao kwa wao. Akawa anapitiwa kila mwalimu mmoja anaulizwa matokeo ya Kina kwa nini yamekuwa hivi. Ndio. Lakini namshukuru Mungu alisimama kumtetea Kina kwa kila mwalimu. Alitoa comment ambayo ya kumtetea Kina, ya kukava Kina. Amen. Mwisho wa saa wakasema hivi tabia ya Kina itambeba kuendelea kuwa shuleni. Tabia itambeba kuendelea kubaki shuleni. Na walimu wakasema, kila mwalimu akasema mimi nitampambania asiondoke. Amen. Basi lakini Mr. Aswile ni mtu wa rohoni, ni baba ambaye anamjua Mungu. Akaniambia umakini, Niki ni rafiki yangu. Lakini mbona nikiongea naye na matokeo anayopata ni vitu viwili tofauti na yeye kama amekuwa shock. Ili tumekazania sana kwenye maombi. Nikamwambia sana kwa sababu walimu wameshasema kwa watamsaidia. Mimi naomba. Yaani mimi naomba ili wazo. Mimi nataka nimtoe bodi nimrudishe nyumbani. Alafu mimi nikazane naye na maombi nyumbani, alafu na nyinyi shuleni mkazane hiyo na shule. Sawa. Akasema sawa, akanipa jinsi ya kuongea na uongozi wa shule kumtoa mtoto bodi. Nikaongea na yeye kaka, lakini kabla ya yote nilipoambiwa siku hiyo nikaambiwa kwa Kina arudie darasa au aame shule. Yaani mimi nilikuwa nimevurugika, yaani sikuwa naelewa. Kuwa na amani ya moyo. Nikamuita Kina, nikamwambia mwanangu, hapo kumbuko na chini ya uangalizi. Wanasema kwa usipopanda mwezi wa 7, yaani mwezi wa 9, utarudisha darasa au utaama shule. Mimi naona tusifikie mimi huko kote. Tutafute tu shule uame. Kina ananiambia mama hapana, mimi namwamini Mungu. Haleluya. Sikia vibaya nikaja kwa pasta nikamwambia pasta nilikosea Mungu. Nimekulisha mwanangu Mungu hawezi. Mpaka yeye amenicrash akaniambia hapana, mimi namwamini Mungu. Kama nataonesha matokeo. Siwezi kujizalisha jina la Yesu kwa kuondoka shule kwa sababu ya matokeo mabaya. Kwa hivi
I'm going to raise the flag of Jesus. Siwezi ku let down mama. Nikaja kumwambia pastor akasema tumuombee mtoto na tukatae hiyo tamaa kwako. Ndio. Basi nikamchukua mtoto, nikawa najitahidi kujua likizo ya mwezi wa 6 tukawa tumesimamia Mithali 16 mstari wa kwanza ya maombi yetu. Kwa maandalio ya mwanadamu lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Nikamwambia mwanangu simama na hiyo tujiandae sisi afu majibu tumwachie Mungu. Basi mitihani imeanza, tulikuwa tumejiandaa kwa maombi, kwa tulifunga zile siku zote ambazo walikuwa wanaingia kwenye mitihani, tulipatana mimi na yeye, tukawa tunasimamia hiyo Proverbs 16 mstari wa kwanza. Mungu amefanya, jana matokeo yametoka. Kwa hiyo alikuwa anasema alikuwa anatamani wali ya 7 ndio matamanio yake. Lakini nikamwambia mwanangu hata hii Mungu amefanya kwa surprise kwa sababu ya matokeo ya juu. Tunamshukuru Mungu sana. Amen. Karibu niwaambie natamani kungekuwa na wanafunzi, natamani kungekuwa na wazazi ambao wamevunjika mioyo juu ya watoto wao, alafu wakasema kama Mungu apije yamefeli hivi. Natamani wangesikia ushuhuda, alafu nikaonyesha what next, yani kinachoendelea kesho tena. Karibu waambie hawa vijana wenzio na wamama na wababa waliokaa mahali hapa. I'd like to say thank you for my mother and Pastor John. Anashukuru kwa ajili ya mama yake na Nabii Peter John. Because every day before even I became form 1, hata pale ambapo hajaingia form 1 au before I came to this church, au kabla hajaja katika huduma hii ya Elolamu, I used to make sacrifice. Yeye alikuwa anajitoa sadaka. I was sacrificing myself for going to church since I was grade 4. Alijitoa sadaka na kujitoa kwa ajili ya kuenda kanisani toka akiwa darasa la 4. Early in the morning and late in the night. Alikuwa anaenda asubuhi kanisani na anakaa mpaka jioni. I'm going to church early in the morning before going to school and coming back home late at night. Alikuwa anapenda kwenda kanisani kabla ya kwenda shule na kurudi jioni. Na jioni tena anaenda kanisani. And I like to thank God that all the times that I've been through, anapenda kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyoyapitia. The God is able to do anything. Mungu ameweza kufanya kitu. Because what I learned from the past few years, alichojifunza kutoka kwenye miaka ya nyuma, God answers prayers. Mungu anajibu maombi. Apart from that, nje ya hapo, God, you can find out God, He doesn't see your effort now, but later you understand what it means. Mungu unaweza kuona kama hafanyi jambo, lakini baadaye utatambua kwamba kuna kitu Mungu anafanya. Yes, that's why I like to say thank you. Na ndio maana ninasema asante. To my mom. Na kwa mama yangu. Pastor John ameniombea. Jitie nguvu. Ama haleluya. Umepiga mzee. Umejaribu. Hiyo umejaribu, hiyo hujafanya. Nataka niachilie upako wa kufanya. Amen. Haleluya.